Na mtazamaji wa Anuari TV, karibu ndani ya kipindi cha The Golden Boot, na kwa siku ya leo tunakwenda kuiangazia timu ya taifa ya Zanzibar, ambako kwa siku ya jana kocha mkuu wa timu ya taifa ya Zanzibar Heroes, huyu ni Seleman Morocco, ametangaza kikosi cha wachezaji 27 watakachoingia kambini ya kujiandaa na mchezo mmoja wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Uganda The Cranes. Kikosi hicho ambacho kimeitwa kujiandaa na mchezo huu ambao utapigwa siku ya Alhamisi ya tarehe 11 mwezi huu wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 2:15 katika uwanja wa New Amani Complex huko visiwani Zanzibar. Ni mchezo ambao umeandaliwa na shirikisho la soka nchini Zanzibar, kwa maana ZFF, kwa lengo la kujiandaa kwa timu yao ya taifa kwa upande wa Zanzibar. Na hapa tuweke sawa ni kwamba hii ni timu ya Zanzibar Heroes peke yake na haihusiani na wale wachezaji ambao wanatokea huku Tanzania bara. Na katika wachezaji hao 27 ambao kocha mkuu wa timu ya taifa ya Zanzibar Seleman Morocco amewaita, nikianza kwa kuwataja hapa, yupo Ahmed Isa Hadi kutoka kikosi JKU, lakini pia yuko Hamad Ubwa kutoka kikosi cha Mlandege, lakini pia yuko Suleiman Saidi Abdurrahman kutoka kikosi cha Namungo Football Club. Kwa upande wa walinzi yupo Salum Hamis kutoka JKT Tanzania, lakini yupo Saidi Musa kutoka Mlandege, Mukrim Isa kutoka Singida Black Stars, Ibrahim Abdurrahman Baka kutokea Young Africans, lakini pia Abdul Malik Adam Agrey kutokea klabu ya Singida Black Stars, lakini pia yuko Hussein Ali Mbegu, huyu ni kijana kutoka kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia yupo Abdalla Heri Sebo kutoka kikosi cha Singida Black Stars, lakini pia Mohamed Musa Salum kutoka kikosi cha Mashujaa Football Club, lakini yuko Abubakar Nizar Ninju kutoka kikosi cha Young Africans. Kwa upande wa viungo yuko Jamal Saleh Jaku kutoka kikosi cha Mlandege, lakini pia yuko Fahad Msham Saidi kutoka kikosi cha Meridiana ya Spain, lakini yuko Abdul Nasser Mohamed Casemiro kutoka kikosi cha Young Africans, lakini pia yuko Abdul Nasser Asa Gamala kutoka kikosi cha Mashujaa Football Club, lakini pia yuko Shehane Amis Ibrahim Yanga Sport Club, lakini Mudathiri Yahya Bas Yanga, Abdara Yasin Kurandana Mbeya City Football Club, lakini pia yupo Faisal Salum Abdalla Feitoto kutoka kikosi cha Azam Football Club. Kwa upande wa washambuliaji yuko Mzee Hassan kutokea kikosi cha Azam Football Club Kinda huyu, lakini pia yuko Aimar Hafidh kutoka kikosi cha Azam Football, lakini Mansur Omar Kombo kutoka kikosi cha Black Silo FC, lakini pia yuko Al Hamisi Kokoro kutoka kikosi cha Fufuni Football Club ya huko visiwani Zanzibar, lakini pia yuko Musa Hassan Salum kutoka kikosi cha Mlandege, Al Hatibu kutoka kikosi cha Uvamiaji, lakini pia yuko Muslim Simai Amel Morata kutoka kikosi cha Kipanga Football Club. Hao ndio wachezaji 27 kwenye kikosi cha Zanzibar Heroes ambao wako chini ya kocha Seleman Morocco, ambao wataingia kambini kujiandaa na mchezo mmoja wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Huu ni mchezo ambao Zanzibar wameangalia na kutumia fursa ambayo tunafahamu wiki iliyopita, kwa maana wiki iliyomalizika hapa kuna taarifa ambayo ilitoka kwa kuhairishwa kwa mechi mbili za kimataifa ambazo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ilibidi icheze huko nchini Morocco dhidi ya Uganda, lakini pia dhidi ya timu ya taifa ya Rwanda. Lakini sivyo bahati, mechi hizo mbili zilihairishwa mara baada ya kutoka taarifa ambayo shirikisho la soka nchini Morocco RMFF kuhairisha mechi hizo kutokana na sababu za kiusalama juu ya hofu ya ugonjwa wa Ebola ambao ndio ilikuwa changamoto kwa mechi hizo kupelekea hadi kuhairishwa. Hii ni mechi ambayo Zanzibar Heroes wanakwenda kujiandaa tu na kuangalia kikosi chao jinsi gani ambavyo wanaweza kukiweka sawa, kwa sababu tukumbuke kwamba Zanzibar Heroes ni timu ambayo katika upande wa muungano inakwenda kuunga timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, lakini pia ni timu ambayo inajitegemea yenyewe, licha ya kwamba Zanzibar Heroes ni moja kati ya timu ya taifa ambayo haitambuliwi
na shirikisho la soka barani Afrika CAF, kwa maana sio mwanachama halisi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF. Kwa upande wa Uganda The Cranes, wao chini ya mwalimu wao Paul Puta, wao watawasili visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo siku za hivi karibuni. Tukumbuke kwamba bado kocha mkuu wa timu hiyo Paul Puta hajavunja kambi, tofauti na ilivyokuwa kwetu Taifa Stars chini ya mwalimu Miguel Angel Gamondi ambaye yeye tayari ameshavunja kambi ya timu hiyo. Na kwa Uganda, huu ni mchezo ambao kwa upande wao wametazamia kwamba unaweza kwenda kuwa na faida kwa mwalimu wao Paul Puta kuangalia mustakabali wa kikosi chake kabla ya timu hiyo kuingia katika maandalizi ya kujiandaa na mashindano ya kufuzu kwa mashindano ya AFCON mwakani 2027 ambako Uganda kwa kushirikiana na mataifa ya Tanzania na Kenya watakwenda kuwa waandaji kwa mashindano hayo. Tumeangalia kikosi ambacho Zanzibar Heroes wamekiita ni kikosi ambacho ni shindani, kikosi ambacho kina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kwa siku za hivi karibuni na wamekuwa wana ubora ambao wameweza kuonesha, akiwemo Faisal Salum Abdalla Feitoto ambaye mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara yeye ndiye mfungaji bora akiwa na magoli 14, huku akiwa ndiye anayeongoza kwa kutoa pasi za usaidizi wa magoli, kwa maana tayari ameshatoa asisti 8. Kwa hiyo mwalimu Hemedi Suleiman Morocco, kwa maana kocha mkuu wa timu ya taifa Zanzibar, anakwenda kujiandaa, lakini pia ikiwa ni sehemu ya mechi ya maandalizi kwa upande wa kikosi cha timu ya taifa ya Uganda, ambao wao pia walikuwa na sehemu ya taifa ambao ilikumbwa na kuhairishwa kwa zile mechi za awali ambazo Uganda wao ilibidi wakipige dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia dhidi ya timu ya taifa ya Madagascar. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo imeratibiwa kwa niaba ya mashirikisho haya mawili, kwa maana shirikisho la soka nchini Zanzibar ZFF, lakini pia shirikisho la soka nchini Uganda FUFA, ambao ni kwa lengo la kuangalia utimamu wa mwili lakini pia kujiandaa kwa mashindano ambayo Uganda wanakwenda kuelekea miezi ya mbeleni, ambapo ni kupata tiketi ya mashindano ya AFCON ambapo itakwenda kufanyika mwaka 2027. Watu wengi wamehoji mara baada ya kuibuka hili na timu ya taifa ya Tanzania, timu ya taifa ya Zanzibar kuweza kuweka kikosi hiki, wakazungumza kwamba kwa nini isingekuwa ni nafasi ambayo Tanzania wangeitumia na kuwaalika Uganda kuja kucheza nao mechi hiyo katika uwanja wa Benjamin Mkapa ama Zanzibar, lakini ingekuwa ni timu ya taifa ya Tanzania kwa ujumla wake. Hii taarifa mara baada ya kuhairishwa kwa zile mechi mbili za kalenda ya FIFA, tukumbuke kwamba zile mechi ambazo zilihairishwa zilikuwa ni mechi ambazo FIFA ndizo ambazo walikuwa wanaziratibu, kitu ambacho kikafanya kuwa dharura kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Tukumbuke kwamba ni mechi ambazo tayari zilikuwa zipo ndani ya ratiba, lakini pia kuingiliana na ratiba za ligi kuu soka nchini Tanzania bara. Tukumbuke kwamba ligi kuu ya NBC Premier League inakwenda kurejea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, ambako mechi hizo zitakwenda kurejea moja kwa moja. Kwa hiyo ikawa ni ngumu kwa shirikisho la soka nchini TFF, lakini pia kwa bodi ya ligi kwa maana TPLB kuweza kuratibu mchezo huo mwingine ambao ungekuwa unahusisha timu ya taifa ya Tanzania, licha ya kwamba kwa upande wa timu ya taifa Zanzibar Heroes wao kuna baadhi ya wachezaji ambao pia wametokea kwenye ligi kuu soka nchini Tanzania bara, ambako endapo kama ligi itarejea, basi kuna asilimia kubwa ya wachezaji hao kuweza kutokuwepo, kwa maana ligi inarejea tarehe 12 mwezi huu. Wakati huo Zanzibar Heroes wana mchezo tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu. Naitwa Leopard John, nikushukuru kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati kwa makala hii, ambako nimekuletea juu ya timu ya taifa Zanzibar ambako wanaingia kambini kwenda kupiga dhidi ya timu ya taifa ya Uganda katika mchezo wa kirafiki ambao wameratibu moja kwa moja kwa lengo la kumake sure kwamba wanaweka mahusiano bora, lakini pia ni mechi ambayo inakwenda kuwa sehemu ya maandalizi kuelekea kwenye mashindano ya kufuzu mashindano ya AFCON mwaka 2027. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Sawari TV, kwa maana hapa ndiko sehemu sahihi kwa wewe kupata kile ambacho unakihitaji moja kwa moja.